Hadithi ya John na Judith. John alikuwa kijana kutoka familia maskini ya kijijini. Alikulia katika mazingira magumu ambapo maisha yalikuwa ya shida na upungufu wa kila kitu. Aliishi na mama yake na ndugu zake, na walikuwa wakifanya kazi shambani kila siku ili kuweza kupata chakula cha kutosha. Hata hivyo, John alikuwa na ndoto kubwa ya kuendelea na elimu yake na kuacha maisha ya ugumu. Aliishi kwa matumaini ya kuondokana na umaskini na kufikia malengo yake. Alipojua kuhusu nafasi ya masomo katika chuo kikuu cha jiji, alijua hii ndiyo nafasi yake ya kugeuza maisha yake. Hata hivyo, alijua fika kwamba utajiri wa familia yake haukufika hadi kiwango cha kumudu gharama za masomo, lakini alijitahidi na alifanikiwa kupata udhamini mdogo kutoka kwa taasisi fulani. Alijua itakuwa ngumu, lakini alikubali changamoto hii. John alijua kuwa safari yake itakuwa ngumu, lakini hakukata tamaa. Alipoenda chuoni, alikubaliana na ukweli wa maisha ya jiji. Alikosa raha ya maisha ya kijijini na alikumbwa na changamoto nyingi. Aliishi kwenye vyumba vya kupanga vilivyokuwa na hali mbaya, na alikosa kila kitu alichozoea kutoka nyumbani. Alijua kuwa wenzake walikuwa na familia zenye uwezo wa kumudu kila kitu, lakini yeye alikuwa na ndoto tu. Alikutana na Judith, msichana aliye kutoka familia tajiri, ambaye alijua kuwa maisha yake yangekuwa rahisi. Judith alikuwa msomi na aliishi maisha ya kifahari, lakini alijua kuwa kila kitu alichokuwa nacho kilitokana na juhudi za wazazi wake. Walijua kila mmoja alikuwa na changamoto zake, lakini waligundua kuwa walikuwa na mawazo sawa kuhusu maisha. John alijua kuwa Judith alikuwa na matumaini ya kumsaidia, lakini hakuwa na uwezo wa kumtengenezea maisha bora. Walikuwa na mapenzi ambayo yalianza kama urafiki wa karibu, lakini mapenzi yao yalianza kukutana na changamoto. Judith aliona ngumu kumvumilia John kwa sababu ya hali yake ya kifedha, wakati John alijua kuwa ingawa alikuwa na mapenzi kwa Judith, aliishi maisha magumu na alijua kuwa hayo yangeathiri mapenzi yao. Katika kipindi hicho cha maisha, John alikumbwa na vijana wahuni wa jiji. Walikuwa na chuki dhidi yake kwa sababu ya asili yake ya kijijini, na walimdhihaki kwa kukosa uwezo wa kulingana na maisha ya jiji. Walimwambia kuwa asingefika mbali kwa sababu alikuwa maskini na alikosa fursa. John alijua kuwa hawa vijana walikuwa wakorofi, na alijua kuwa alikuwa na nguvu ya kupigana na vikwazo vyao. Judith alijua kuwa John alikumbwa na changamoto za kijamii na kijinsia, lakini alijua kuwa alipaswa kuwa na subira na kusaidia kwa namna yoyote ile. Alijitahidi kumwonyesha John kuwa alikuwa na thamani na alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanikiwa. Hata hivyo, Judith alikumbwa na matatizo yake mwenyewe. Aliishi na shinikizo kutoka kwa familia yake na jamii, waliotaka kumwoa mtu mwenye hadhi kubwa kuliko John. Lakini John alijua kuwa mapenzi yake kwa Judith yalikuwa ya dhati, na alikubali kwamba ingawa maisha yalimweka kwenye hali ya huzuni na uchungu, hakufikiria kumkataa Judith. Aliendelea na masomo, akishinda vikwazo vingi vya kifedha na kiuchumi. Alijua kuwa kujitahidi na kuendelea kutafuta maarifa ilikuwa njia pekee ya kumkomboa na kumsaidia kufikia malengo yake. Hadi alipomaliza masomo, alikubaliana kuwa maisha yake yangekuwa magumu, lakini alijua kuwa aliweza kumaliza chuo kwa juhudi zake mwenyewe. Hata hivyo, aliishi huzuni akijua kuwa alikuwa amejaa mashaka kuhusu mapenzi na ndoto za maisha. Aliweza kufika mbele, lakini aliweza kujua kuwa mapenzi yakiwa na ugumu, moyo unaweza kuvunjika. Alipomaliza chuo na kuanza kazi, aliendelea kuishi kwa mashaka ya kuzidi kwa kasi maisha yake. Judith, kwa upande mwingine, alikubaliana na John na akaanza kujutia kuhusu mabadiliko aliyoyafanya kwa uhusiano wao. Alijua kuwa alikosea kumwacha John kwa sababu ya hali yake ya kifedha. Walikubaliana kuwa mapenzi yana thamani zaidi ya chochote kilichopo. Hadithi ya John na Judith inahitimishwa kwa ujumbe mzito. Maisha ni magumu, lakini kila mtu anahitaji subira na kukubaliana na changamoto za kijamii. Na mapenzi yanaweza kuwa na nguvu kubwa ya kuleta mabadiliko, lakini lazima uwe na ujasiri na mapenzi ya dhati ili kukabiliana na kila changamoto inayokuja. Hadithi hii inaongeza uzito wa masomo ya maisha, uchungu wa kijamii na umuhimu wa kujutia, lakini pia ni mfano wa nguvu ya mapenzi yanayoletwa na mtu anayejitahidi kutokata tamaa.